Hii ni kwa niaba ya wanaume walioweza kupoteza uwezo wao wa kushiriki tendo la ndoa. Natumaini kuwa haujambo na ni mzima kiafya. Mimi pia ni mzima kiafya, na mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Kama wewe una changamoto ya kuweza kushiriki tendo la ndoa vizuri tena ipasavyo kabisa, hebu nisikilize vizuri. Kuna dawa ambazo naweza kukuelekeza na zikaweza kurudisha uwezo wako wa kushiriki tendo la ndoa vizuri tena ipasavyo kabisa. Kama una changamoto ya kushiriki tendo la ndoa, yani unapoenda kushiriki tendo la ndoa hauna uwezo wa kuweza kurudia mara mbili ama mara tatu, unaweza kwenda mara moja ukajikuta kwamba hauna tena ile hamu ama hisia ya kuweza kurudia. Kuna wakati mwingine unajishauri hata namna gani unaweza kuchukua mwanamke kwenda naye ndani, kwa sababu unaogopa kuna fedheha fulani unaweza ikapata. Unatamani mwanamke fulani kwa ajili ya kuweza kustarehe naye, lakini wakati mwingine inafikia hatua kwamba unamuogopa, yani unaogopa ninapoingia naye lazima nitaumbuka ama itakuwa kuna fedheha nitaweza kuzipata. Sasa hii leo naondoa ile hofu uliokuwa nayo, naondoa ile fedheha ambayo unakuwa unaipata mara kwa mara. Kwa kutumia tu baadhi ya hivi vitu ambavyo nitakavyokuelekeza, basi tutakuwa tumeweza kumaliza changamoto zako. Kama una changamoto ya kurudia mara mbili ama mara ya tatu, ama unaweza kufanya mara moja ukajikuta kwamba mpaka siku nyingine ndio unajikuta una ile hamu ya kuweza kufanya tena kushiriki tendo la ndoa, sasa hii ni hatari kwa upande wako. Acha leo niweza kukuelekeza dawa ambayo itakayoweza kumaliza changamoto zako. Mwanaume huwa anaathirika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni kupungukiwa na homoni ya testosterone. Hii inamfanya mwanaume anapopungukiwa na hizi homoni kutokuhisi ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini ya pili, mishipa ya damu inapokuwa imesinyaa na haina uwezo wa kupeleka damu vizuri katika mfumo wa uzazi. Hii inamsababisha mwanaume kutokusimama vile kuwa kamili, yani kutokusimama vizuri, na hata ana uwezo kwenda kujikuta kwamba anaenda mara moja lakini anashindwa kurudia mara ya pili. Ya tatu ni misuli ya uume. Misuli ya uume inapokuwa imesinyaa ama inapokuwa haiko sawa, pia hata maumbile yako yenyewe inakuwa hayasimami vile ipasavyo. Wakati mwingine inakuwa yananywea sana kama ya mtoto mdogo, inakuwa yanaingia sana ndani, unakuwa na hofu ya mara kwa mara, yani unakuwa na wasiwasi. Sasa hii inakufanya wewe kuonekana ni dhaifu na kujikuta kwamba unashindwa kuendelea kushiriki tendo la ndoa. Sasa baadhi ya hivi vitu ambavyo ninavyokuelekeza ni tiba nzuri sana ambayo inayoweza kumaliza changamoto zako ambazo zinazokusumbua mara kwa mara. Hebu tafuta asali na maziwa fresh. Hivi vitu viwili, asali na maziwa fresh, utaviweka pembeni, lakini tupate pilipili mtama, tupate unga wa mdalasini, tupate iliki, tupate tangawizi, tupate manjano, binzari ya njano. Vitu hivi vyote utavibrendi kwa wakati mmoja, kisha utachemsha. Baada ya kuchemsha utachuja upate kama lita moja. Baada ya kuchemsha utachuja, ukishapata lita moja utachukua asali robo lita, utachukua na maziwa robo lita, utachemsha pamoja na asali, kisha utachanganya na huo mchanganyiko ambao uliouchanganya ambao umepata lita moja. Kwa hiyo jumla unaweza kupata lita moja na nusu. Hii mchanganyiko huo lita moja na nusu hifadhi sehemu nzuri, hata ikiwa kwenye friji hifadhi vizuri. Lakini pia huo unatumia glasi ya ml 100 asubuhi, glasi ya ml 100 jioni, kila siku kwa muda wa wiki 2. Wakati unatumia, endelea na mishe zako za kifamilia nyumbani. Utanipa majibu yaliyokuwa mazuri sana, utanipa majibu yaliyokuwa sahihi sana kwa ajili ya kuweza kutumia mchanganyiko huu nilioweza kukuelekeza. Lakini pia kama utashindwa kuandaa mchanganyiko huu niliokuelekeza, basi mtaalamu nimekuandalia dawa nzuri yenye mchanganyiko bora zaidi ya kuweza kurudisha heshima yako nyumbani na kuweza kumaliza matatizo yako yanayokusumbua kwa muda mrefu. Hivyo unaweza ukanitafuta niweze kukupatia mchanganyiko huo kwa ajili ya kuweza kurudisha heshima ya ndoa nyumbani kwako na kuweza kuwa bora zaidi. Mimi ni mtaalamu ninayekushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba. Mtaalamu Chidokta. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri. Asante sana.